taarifa tunayoleta kwa niaba ya bodi ya utalii ni kwamba Tanzania imepewa heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa tuzo za 32 za kimataifa za utalii kwa ukanda wa Afrika na bara la Hindi. Yaani huko duniani kuna tuzo mbalimbali za utalii. Hizi ndio tuzo kubwa kabisa za utalii katika dunia na zinafanyika kwa kanda. Kwa Tanzania imepewa nafasi ya kuwa mwenyeji na tukio hili litafanyika tarehe 28 hapa katika hoteli ya Johari Rotana jijini Dar es Salaam tarehe 28 mwezi wa 6. Sasa unaweza kujiuliza kwamba hivi hizi tuzo zinafanyika, Tanzania imepataje fursa hii ya kuweza kuwa mwenyeji? Kwanza sambamba na kuwa mwenyeji wa tukio hili kubwa sana, Tanzania imekuwa ni nchi pekee katika Afrika kwa mwaka huu kuweza kuandaa tukio hili. Nchi zingine baada ya Tanzania ni pamoja na Mexico, pamoja na Hong Kong, Italy, Umoja wa Falme za Kiarabu na baadaye Bahrain. Sasa wale watafanya pia katika kanda zao na baadaye tukio la dunia litatangazwa baadaye na wenye shughuli yao wenyewe. Kwa tuzo hizi zilianzishwa mwaka 1993 na anayeandaa ni kampuni inaitwa World Luxury Media Group, lengo ikiwa ni kutambua wadau walio katika sekta ya utalii na mchango wao katika sehemu mbalimbali. Kwa huu ndio nafasi mojawapo ambayo Tanzania inapata pia fursa ya kuonyesha mazao mbalimbali ya utalii. Sasa wanufaika wa tuzo hizi ni akina nani? Huko duniani utalii una mazao mbalimbali. Na kama mnavyojua kuna utalii wa wanyamapori, utalii wa mikutano, utalii wa utamaduni, utalii wa michezo, utalii wa tiba na aina mbalimbali za utalii kama utalii wa fukwe. Sasa tuzo hizi zinafanyika katika level ya kanda na baadaye level ya dunia. Kwa hiyo wale wadau walio katika sekta hii ya utalii ambao wanajumuisha bodi mbalimbali za utalii, wenye huduma za malazi, vivutio mbalimbali vya utalii, wanaotoa usafiri wa anga, wanaotoa usafiri wa ardhini, kampuni bora za meli za kitalii, kampuni bora za treni pamoja na za kitalii, lakini pia kampuni mbalimbali zinazoendesha shughuli za utalii wa mikutano na matukio. Kwa hiyo hii ni moja kati ya maeneo ambayo yanapewa tuzo hizi na wanufaika ni wengi. Tanzania hadi tunavyoongea na nyinyi waheshimiwa waandishi wa habari ni kwamba kumekuwa na wadau 38 kutoka sekta binafsi na wadau 12 wa serikali ambao wanawania tuzo hizi. Shughuli kama hii mwaka jana ilifanyika Mombasa, Kenya. Tanzania ilishinda tuzo 5. Bodi bora ya utalii Afrika ilikuwa ni bodi ya utalii Tanzania, TTB. Kivutio bora cha utalii katika bara la Afrika ilikuwa ni mlima Kilimanjaro. Lakini hifadhi ya taifa bora katika Afrika ilikuwa ni Serengeti National Park. Lakini pia kulikuwa na kivutio bora cha safari duniani katika level ya dunia, Tanzania tuliweza kushinda, lakini pia katika ngazi ya Afrika Tanzania ilikuwa ni Africa Leading Destination. Sasa mafanikio haya, ndugu waandishi wa habari, hayaji hivi hivi tu. Hapa lazima tuweze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi yake kubwa ya kutangaza utalii lakini kuridhia kuwekeza katika sekta ya utalii. Yeye mwenyewe ameingia front kama watoto wa mjini wanavyosema kwa kuweza kuingia na kuwekeza lakini kuitangaza Tanzania kupitia filamu ya The Royal Tour ambayo baada ya Royal Tour tumeendelea kuitangaza Tanzania kwa mazao mbalimbali ya utalii. Kwa niaba ya Shifaa Hospitali na uongozi mzima wa Shifaa Hospital, tunapenda kuwahakikishia bodi ya utalii pamoja na wageni wetu watakaotoka nje ya nchi lakini na wa hapa ndani ya nchi kwamba Shifaa Pan African Hospital ni hospitali ambayo tumejiandaa, tuko na miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kupokea huu ugeni. Kuanzia mapokezi, tutakuwa tuna huduma za ambulance in case of emergency, lakini pia kwa hapa tutakuwepo kwa ajili ya kutoa huduma ya kwanza in case of any emergency, lakini tutawapeleka pale hospitali ya Shifaa ambayo tuna emergency department ambayo iko well equipped with
portable equipments zikiwemo x-ray, ultrasound, vyote hivyo haturuhusu mtu kumove kutoka sehemu moja kwenda nyingine unnecessarily. Vipimo vyote viko mahali pamoja kwa ajili ya kuwapokea hawa watu. Lakini pia hospitali yetu inatoa huduma ambazo zina viwango vya kimataifa. Kwa sababu tuna partner na hospitali ama kampuni ambayo inaitwa NM Medical ambayo ni leading diagnostic company in India for more than 40 years. Kwa hiyo tunawahakikishia kwamba quality ya huduma watakazopata Shifa zitakuwa ni za viwango vya kimataifa. First of all, I would like to take this opportunity to thank Tanzanian Tourism Board Director General for giving us this great opportunity to host such a prestigious event in Johari Rotana. My team and I will be very honored to host this historical event, not only in Johari Rotana, but in the first time in Tanzania. And this is a very good opportunity to showcase the hospitality in Tanzania and especially for Johari Rotana. So I would like to thank Tanzanian Tourism Board for giving us this opportunity, and my team and I were going to be very committed to deliver the exceptional service from all the guests coming from all around the world to show them the hospitality in Tanzania and Johari Rotana. The last note from my side, I would like also to express my heartfelt appreciation to all organizations, stakeholders who are going to be supporting Tanzanian Tourism Board and Johari Rotana Hotel during this historical event, what it will happen here in Dar es Salaam. Your continued support and appreciation are truly appreciated. So thank you very much for giving us the opportunity to host this event, and thank you very much for being with us in the hotel today.